Ni katika ukumbi wa East Africa SAIV ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma ambapo imefanyika warsha ya siku 3 kuanzia tarehe 2 mpaka leo tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka huu, ambayo imekusanya wanataaluma na watafiti mbalimbali kutoka katika ndaki ya sayansi asilia na hisabati CNMS, lengo ikiwa ni kuongezea uwezo katika huduma ya ushauri wa kitaaluma na uandishi wa miradi ili kuweza kuleta matokeo yenye tija kwa taasisi, jamii na taifa kwa ujumla. Tuliamua kufanya hii workshop ya kuandika miradi baada ya kuona ndaki yetu ya sayansi asilia na hisabati imekuwa inafanya vizuri katika kuandika machapisho, lakini kulikuwa bado kuna mapungufu ya uandishi wa miradi. Miradi inaandikwa, lakini tumeona kiwango cha kukubalika kimekuwa ni kidogo. Kwa hiyo ndio sababu tukaamua kuweka hii workshop kwa ajili ya kuwapa uwezo wanataaluma wetu katika ndaki yetu ya sayansi asilia na hisabati kuandika miradi ambayo inaweza ikakompiti na ikakubalika. Ni mafunzo ambayo yatasaidia katika kuwezesha walimu wetu, wataalamu wetu ndani kuweza kubidi kazi kubwa ambazo zinatangazwa katika ambazo zinakuwa ni international competitive. Kwa hiyo tunaamini kwamba ujuzi wanaotolewa utawasaidia, lakini hata mmeona pale kwamba tayari kuna magroups ameshakuwa formed na tayari facilitator yuko tayari kufanya nao kazi kuhakikisha kwamba miradi ambayo wanaiomba inaenda paka mwisho. Kwanza wengine ambao hawatoki CNMS waige, wajifunze kinachoendelea CNMS, lakini pia hawa CNMS ambao wapitia mafunzo wajaribu kufuatilia basi kile walichojifunza, wajaribu kukiendeleza, na hii miradi ambayo tayari wameshaanza kuiandikia wahakikisha wanaiandikia iende paka mwisho. Yaani maana unajua kitu unapofundishwa usipokipractice kinaondoka. Kwa kweli tumefikisha malengo kwa karibu 100%, kwa sababu wakati tunaanza tulikuwa na mashaka kwamba kama wataweza kuelewa tunachotaka kujadiliana hapa, lakini tumeona jana siku ya pili kuanzia mchana wako busy kwenye vikundi. Ilikuwa ni ishara kwamba sasa somo linaeleweka, na sio tu kwamba wao walikuwa wanajifunza kutoka kwetu, lakini na sisi kuna mambo tumejifunza kutoka kwao. Hatukufanya tu kwa malengo ya mkutano kwamba tujifunze hiki na hiki basi. Tulifika mahali tukasema sasa tutafute matangazo ya miradi ambayo yapo, waanza kufanyia maandiko ya kuomba pesa kwenye wafadhili mbalimbali. Kwa hiyo kilichokuwa kinafanyika ni mwanzo tu, wataendelea kufanya hilo zoezi wakafike kwenye hatua ya kusema sasa hili andiko limeiva, linapelekwa kwa ajili ya wafadhili. Pia watafiti mbalimbali kote nchini wameaswa katika kuandaa na kuandika miradi yenye kuweza kuongezea kipato wao binafsi, taasisi, lakini hata taifa kwa ujumla. Wito wangu ni kwamba kila mtafiti ataendelea kujifunza siku hadi siku. Hata mimi hapa ninaenda mahali naenda kujifunza. Kwa hiyo mafunzo hayana mwisho, lakini pia sasa tufike mahali ili tuweze kufanya mchango mkubwa katika miradi na machapisho. Basi tuwe na jitihada za ziada za kuweza kuandika maandiko ya miradi, tupate hela, tufanye tafiti na tuweze kufanya maandiko, na maandiko yale tutachangia kwenye ujuzi au utaalamu au ujuzi, matokeo ya utafiti kwa manufaa ya dunia nzima, Afrika na Tanzania. Sisi kama wanataaluma tunatambua uandishi wa miradi ni sehemu ya mwanataaluma. Kwa hiyo sisi tunaichukulia sio option, ni kitu cha lazima kufanya. Ndio maana unaona katika miradi ambayo inaandikwa, hata kama haikubaliki mingi, lakini mingi inaandikwa, na tunachukua kama ni jukumu letu kufanya kama wanataaluma, na tumeajiriwa kwa ajili ya kufanya hiyo, na hata kuweza kuongeza hata kipato katika Chuo Kikuu cha Dodoma na hata kipato cha mtu binafsi. Kwenye hii training ambayo tumeipata hapa, tumejifunza vitu vingi. Tumejifunza kudevelop research proposals, ni kitu ambacho sijai kukifanya. Nilikuwa sijui kabisa, sijai hata kushiriki hata kwa mradi mmoja. Kwa hii elimu ambayo nimeipata, naamini itanisaidia sasa kuendelea mbele na majukumu yangu. Nishaandika miradi mfano kama 3 mpaka 4, lakini mradi mmoja tu ndo umewini, lakini ukikuta mingine unakuwa haijawini. Kwa hiyo imenifunza how to success katika kuandika hizi grant proposal, lakini vile vile kuhusiana na consultants. Consultants ilikuwa ni kitu ambacho nakifahamu, lakini sikifahamu kwa undani. Nimeweza kukifahamu kwa hali nzuri sana, na vile vile nimepata mambo ya networking katika hii workshop.
Hii yote ni katika kuimarisha mojawapo ya jukumu la handaki ya sayansi asilia na hisabati CNMS katika utafiti, uvumbuzi na ushirikiano wa kisekta. Langu jina ni Robert Mauya, mpaka wakati mwingine. Bye bye.